nchi ambayo vijito vyake sio imara kama Misri. Ni vijito vya msimu, vijito ambavyo mvua isiponyesha kwa mwaka mmoja hakuna kijito. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Elia anasema hakutakuwa na maji kabisa katika Israeli kwa muda wa miaka 3.5. Anatabiri kifo cha wanyama, anatabiri kifo cha wanadamu, anatabiri kuporomoka kwa uchumi. Na ndio maana hata baadhi ya karama Mungu anatunyima kwa sababu tuna roho ya Elia ndani yake. Ndio maana hata unapoomba huwa nasikia baadhi ya watu wanasema, Bwana naomba roho ya Elia. Ni ipi? Elia yupi? Wa kabla ya hapa au baada ya hapa? Sasa Elia anaambiwa nenda kajifiche. Maana yake ni nini? Anaambiwa nenda kauzike utu wako. Mimi nataka nikuumbe upya, nijifunue mimi, watu wasikuone wewe. Kwa kila utakachokifanya Elia, watu wanione mimi. Na swali langu masaa haya katika maombi ya leo, watu wakikutazama wanamuona nani? Nilienda visitation moja kwa mshiriki mmoja kwenye ofisi zenu huko mnakofanya kazi. Nikauliza, namuulizia mtu fulani ni muumini wangu. Wakaniuliza, Pastor, are you sure huyu naye anasali? Yaani watu hawaamini kama anasali. Maombi yasipokuumba upya bado hajafanya kazi. Vinginevyo tutakuwa hatuna tofauti na wale waombaji wa duniani. Wanataka miujiza ya maombi ila hawataki muujiza wa kubadilishwa. Na mimi ninadhani kwa jina la Bwana, moja kati ya vitu vya msingi kwa muombaji ni yeye kwanza kubadilishwa kwa jina la Bwana. Ombi lisiponibadilisha sijapata faida ya kuomba. Kwa hiyo Elia anaambiwa nenda kauzike ubinadamu wako. Saa imefika nifanye kazi mimi kama mimi. Wazee wa kanisa wa Dodoma Kati, saa imefika sio sisi tufanye kazi. Tusifanye bila kumuuliza Mungu, afanye kazi Mungu mwenyewe. Sisi tuweke pembeni uwezo wetu, uelewa wetu, elimu yetu, ubinadamu wetu. Ni saa ya Elia kuzika utu wake na Bwana aifanye kazi yeye mwenyewe. Elia anaambiwa nenda nikakufundishe namna ya kujenga ujasiri katika Bwana, sio katika ubinadamu. Elia alikuwa ni jasiri sana. Jasiri. Anamwambia Ahabu, kama Bwana aishivyo ambaye ninasimama mbele yake. Ukisoma maneno ya Kiebrania ni kama yanamuondoa Ahabu kwamba wewe ni kama sikuoni. Yaani Ahabu, wewe ni kama sioni mtu mbele yangu, ila ninayemuona ni Bwana. Yaani mbele ya kiongozi wa nchi anamwambia Ahabu, mbele yako sikuoni wewe, ninamuona Bwana. Na tunakoelekea watumishi mlioko kule kwa Kaisari, jiandaeni, saa inakuja mtalazimika kusema hayo maneno kwamba mbele yangu sioni kitu kingine, sioni mshahara wangu, sioni bosi wangu, ninamuona Mungu wa mbinguni. Elia alikuwa jasiri sana, lakini huu jasiri ni wa Petro wa zamani. Elia alikuwa anajiamini yeye mwenyewe. Mungu anamwambia nenda kauzike utu wako. It is my time. Nataka nifanye kazi kwa utu upya nitakao kupatia. Kwa hiyo anaambiwa nenda kauzike utu wako. Alikuwa anafundishwa unyenyekevu, afiche kiburi. Maombi kazi yake ni kuleta unyenyekevu kwetu. Tuzike kiburi, Mungu alete unyenyekevu katika maisha yetu. Tuelewe kwamba we are nothing bila Yesu. Sisi ni kama yule punda tu ambaye aliambiwa, alienda Yerusalemu na watu wakatandika mavazi na punda akatembea juu yake na wakaimba hosana na punda akadhani anaimbiwa yeye, kumbe anaimbiwa kwa sababu amembeba Yesu. Wana Dodoma Kati, mbebeni Yesu kwa jina la Bwana. Mkimbeba yeye atafanya mambo makubwa kupitia ninyi. Kanisa la watu wanyenyekevu. Namba 3. Kazi ya 3 ya maombi. Kazi ya maombi ni kubadili imani. Kubadilisha imani. Imani ya Elia, alikuwa anaamini kwamba Mungu ni Mungu ambaye hawezi kumwacha mtoto wake ateseke. Na waombaji wengi tunadhani hivyo, kwamba Mungu unapomwomba nisaidie, yeye hata kuacha uteseke. Leo nilikuwa nahubiri mahali fulani nawaambia, Mungu ambaye alikwenda kumfufua Lazaro akiwa kaburini ndiye Mungu aliyemwacha Yohana Mbatizaji akafia gerezani. Na katika maombi yako lazima yaibadilishe imani yako. Ielewe kwamba Mungu tuliye naye ni Mungu wa milimani na ni Mungu wa mabondeni, ni Mungu wa afya njema na ni Mungu wa magonjwa pia, ni Mungu wa misiba na ni Mungu wa furaha. Hiyo ndio tofauti ya Mungu tuliye naye na Mungu anayehubiriwa kule duniani. Mungu wako kama ni Mungu ambaye unadhani atafanya muda wote kama unavyotaka, si kweli. Si kweli.
Hata hapa wakati tunakuja na pastor, kuna jambo tulikuwa tunazungumza na pastor na mke wangu hapo, tukasema huyu dada nadhani kwa kweli ataolewa muda so mrefu, maana ni mwana maombi sana. Nikashangaa pastor ananiangalia anasema, pastor, unadhani kila mwana maombi ataolewa? Nasema nikaona mke wangu amecomment akasema ila kweli. Ndipo na mimi nikasema hapa napo nimepata summon. Ni kweli sio kila mwana maombi ataolewa. Unaweza ukaomba Bwana nipe mume, kumbe unaombea wengine wapate mume. Na ndio maana Mungu wetu ni baba yetu, sio baba yako. Kuna wakati maombi yako yananufaisha wengine, sio wewe peke yako. Sasa Elia anaambiwa, nataka nikufundishe kwamba mimi ni Mungu ambaye ninafanya kazi tofauti na unavyodhani. Hili neno tunalipata wapi? Anaambiwa hivi, kajifiche karibu na kijito cha Kerithi. Muda ungeruhusu ningekwambia historia ya kijito cha Kerithi. Ilikuwa ni kijito ilikuwa ni seasonal river. Ni mto, ni kijito cha msimu. Yes, Mungu akubariki. Ni kijito cha msimu. Mvua isiponyesha kijito kinakauka. Lakini kulikuwa na mito kama Yordani, mito ambayo haikauki ndani ya mwaka mmoja, inaendelea. Sasa lakini Mungu hamwambii Elia kajifiche katika kijito cha Yordani. Anamwambia kajifiche katika kijito cha Kerithi. Kwa nini? Ili baada ya muda kile kijito kikauke, Elia hamishe matumaini kwenye mto, apeleke matumaini kwa Mungu mleta mito katika jina la Bwana. Saa ifike tuhamishe matumaini katika mito tulionayo. There is a time watu tumeweka matumaini kwenye mito. Kuna wakati hata Mungu anaporuhusu magonjwa yaingie, jambo la kwanza tunaloliona ni mto. Tunasema mimi bima yangu ya afya ni kubwa sana, ni kubwa wala sina wasiwasi. Mimi nina pesa kwenye account zimo. Ndio maana Mungu anaruhusu ule ugonjwa unakupeleka mahali ambapo kuna mahali ambapo bima itakuandikia hauwezi tena kwenda mbele, na hata kama pesa unazo keshi, unaingia mahali ambapo madaktari wanakwambia tumejaribu kwa uwezo wetu umeshindikana, kamtafute Mungu wa mbinguni. Hapo ndipo akili ya mwanadamu inarudi, anakwambia kwa kweli kwa mtindo huu natakiwa kumgeukia Mungu mleta afya, sio Mungu wa mito. Elia alikuwa anaamini imani ya Elia na imani za wale manabii wa Baali hazikutofautiana. Mnisamee wa Adventista niseme hili neno na ulielewe kwa akili iliyopevuka. Imani ya waliokuwa wanamwabudu Baali na imani ya Elia hazikuwa tofauti kabisa. Tofauti yake ni nini? Mungu waliokuwa wanamwabudu, ila namna wanavyoamini wa Israeli wale wanaoabudu Baali na anavyoamini Elia walikuwa kwenye uelekeo mmoja, mpaka pale alipopelekwa kwenye kijito cha Kerithi ndipo Elia alipobadilishwa. Maana wale walikuwa wanaamini Mungu Baali ni Mungu wa mito, ni Mungu wa maji. Kwa hiyo wanajua Baali atapambana. Elia naye anasema Mungu wangu ni Mungu wa mito, ataleta maji. Mungu anamwambia nitakupeleka mahali ambapo hautapata maji kabisa, halafu teseke, ndipo elewe bado mimi ni Mungu. Ngoja niwaambie wapendwa, haya maneno ni mazuri tu kuyahubiri kama hivi, lakini kuyaingiza practical ni kazi ngumu. Kuna miezi kadhaa ilipita, nilikuwa na jambo moja nilikuwa naliombea kama mchungaji, na nimeliombea kwa muda mrefu sana. Ninaona kama Mungu hajibu, ninaomba kama hajibu, naomba kama hajibu. Baadaye the same problem nao nikabiri, akatokea mtu mmoja akasema, Bwana, hebu muombee mke wangu, kuna tatizo hili na hili, Bwana afungue njia. Nikamwambia siku fulani tufunge na kuomba. Tulipofunga na kuomba, baada ya siku kama 3, jamaa kaniambia, mke wangu Bwana amefanikisha bwana, jina la Bwana litukuzwe. Mimi mpaka leo halijajibiwa. Unajua kuna wakati ninyi mnadhani sisi tunapohubiri hapa eti tukisema tu Baba tenda anashusha. Sikiliza, kuna wakati na sisi tunanyoshwa. Mungu anakuambia tulia. Ambaye umemwombea anajibiwa na anapata. Halafu wewe ambaye ndiye uliyemwombea, Bwana anakuambia subiri, uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Ndipo pale unamwangalia. Kuna wakati washiriki mnatoa shuhuda mpaka zinatuumiza. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli pastor. Hata leo kwenye ibada yangu ya lile kanisa la mtandaoni, kuna mmoja alikuwa anatoa ushuhuda mpaka wanarudia, yani Pastor Bihena akawa ananiombea, hajui kama mimi naumia, the same thing nimeliombea kwa muda mrefu. Hivi mnanielewa ninachokisema? Mungu ambaye hauwezi kumtabiri kwa imani yako.
Sasa kuna watu mnakata tamaa. Haupaswi kukata tamaa, kwa sababu Bwana anavyofanya kazi na wewe sivyo anavyofanya kazi na huyu. Na Mungu alivyo ajabu. Leo alfajiri wakati ninamaliza ile ibada, nikamuuliza Mungu kwa maombi, kwa nini mimi nimekuomba hujanipa? Baadaye nikakutana na kitabu kimoja ambacho nitakionyesha saa 11 hapa. Nimekisahau na ni heading yake, lakini nimeiweka kwenye notes za ibada ya jioni. Kile kitabu mwandishi wake akaniambia hivi: Mungu anapokutazama akaona imani yako ni ya maua, yani jua likiwaka masaa mawili itakauka, ana uwezo wa kumnyang'anya mbaraka yule mwenye imani ya magome ya mti. Akasema huyu yeye ana nguvu ya kusurvive, ngoja nimpe huyu mwenye imani ya maua asije akaniacha haraka. Kwa hiyo wewe unateseka, haka kanajivuna sema Mungu wangu ananipenda. Sikiliza, ni kwa vile wewe ni katoto. Wale tuliokomaa kuna wakati Mungu atuambia subiri kwanza watoto wale. Muulize uliyekaa naye, wewe ni mtu mzima au katoto? Kuna wakati, sikiliza, sisi tulio watu wazima tunaacha kula. Una njaa kabisa, katoto kanakula. Na wanawake mtanielewa vizuri, kuna wakati unamlisha chakula mtoto ambacho madini yake hata wewe una mwaka hujayala. Kauji umekorogea yai, tu soya kidogo, umeweka tu uwele kidogo, tu ufuta. Wewe mara ya mwisho kula huo mchanganyiko ni lini? Ni kwa sababu nakomana katoto kadogo kasife haraka. Kuna wakati Mungu akituona mabounsa wa imani. Hebu kusaidia bounsa wa imani. Anaweza akakuruhusu bounsa wa imani usiolewe mpaka ubaki miaka 41, akawapa watoto wachanga waolewe. Hutanielewa, utaelewa baadaye. Hafu nasema Mungu wangu huyu Bwana anatenda. Ndio, si katoto. Acha watu wazima tumeze mate. Elia anaambiwa, sikiliza Elia, wewe nataka nikufanye uwe mtu mzima, usililie majibu ya watoto. Watu wazima kiroho, hata kama Bwana hatajibu, tutaendelea kumuona ni Mungu wa mbinguni. Ndio maana Yohana Mbatizaji anasema nitafia katika gereza, lakini nitakufa nikiwa na Yesu yule yule, maana hajabadilika, ni yeye yule yule. Elia No, Yohana Mbatizaji. Ndio maana anakwenda kuambiwa tunataka kichwa chako, anasema yes, take it. Hana wasiwasi. Ingekuwa ni Pastor Bihene yetu ananiambia kabisa tunataka kichwa chako, ningeambia mnisubirie nije nijiandae. Ninaingia kwenye mlango huu, natokea wa kule, wananikamatia mbali. Maana ni kichwa, tunaongelea habari ya kichwa, sio boga, ni kichwa. Wanataka wabebe kichwa. Kama sasa hivi tu wameleta kauvumi eti ukiguswa bega kuna tukio linatokea, watu wameogopa kuguswa bega. Je, habari ya kichwa? Ingekuwa ukiguswa kichwa kinapotea. Hata kulala kitanda kimoja usingekuwa tunalala na wenzi wetu, maana hata kugusa kichwa kinapotea. Leo hii ukiguswa bega vinapotea viungo vikorofi ambavyo vingekupeleka jehanamu. Unalalamika hutaki kuguswa bega. By the way, siji kama ni kweli, hata hivyo sio somo langu. Lakini ninachokizungumzia ni habari ya maombi. Kuna wakati Mungu wa mbinguni anataka tumjue katika mtazamo tofauti wa imani. Waadventista mnaonisikiliza, yote katika yote sikiliza. Mungu wa mbinguni hatatenda kama tunavyoamini sisi, atatenda kama anavyoona yeye, maana yeye ni Mungu wa mbinguni. Hatuwezi kumuongoza kama anavyotaka. Mwisho kwa leo, Mungu anamwambia Elia kwenye jambo hili la tatu la kwenda kwenye kijito cha Kerithi, alitaka mpeleke eneo gumu la maisha ili amuandae kwa wakati mgumu ulio mbele yake. Maana alikuwa anaelekea wakati mgumu. Anamwambia nenda sehemu ngumu ya kijito cha Kerithi, maana na kuandaa kwa mambo makubwa, mambo magumu yaliyo mbele yako. Jambo la 4, kazi ya 4 ya maombi. Kazi ya maombi ni kubadilisha mtazamo. Kubadilisha mtazamo. Mungu anamwambia Elia, nimewaamuru kunguru wakulishe. Kisha andika nitazame hapa kidogo. Hivi unajua Elia ni nani? Elia ni Myahudi anayejua mambo ya Walawi 11, kwamba moja ya wanyama wasioliwa walio najisi ni kunguru. Na ngoja nikwambie, kwenye Biblia kuna maneno mawili ambayo huenda hata wengi hatuyajui vizuri. Kwenye Biblia tuna vyakula najisi na tuna vitu najisi. Kwenye Biblia usichanganye vitu viwili. Nguruwe sio chakula najisi, nguruwe ni kitu najisi.
Sasa chakula najisi ni nini? Chakula najisi ni chakula halali ambacho kimeguswa na kitu najisi. Yaani unakula wali wako, mende akaangukia, wali umekuwa chakula najisi tayari. Wayahudi walikuwa waendelei kula, wanamwaga, maana imeshakuwa chakula najisi. Sasa kuna watu wanasema bata ni chakula najisi. No, usichanganye, ni kitu najisi. Sasa Elia amefundishwa vizuri kwamba kunguru ni ndege najisi. Kwa hiyo hata yeye akigusa vitu vitakatifu vimeshakuwa najisi tayari. Na Mungu anamwambia Elia, ninakujua wewe ni Myahudi kweli kweli ambaye umejifunza habari hizo, lakini chakula chako kitaletwa na ndege ambaye ni najisi. Utakula au hautakula? Na hili kanisa la Waadventista wa Sabato, moja kati ya vitu ambavyo mfunge na kuomba viwabadilishe kabisa ni kubadilisha mtazamo kwa jina la Bwana. Elia alikuwa anaamini kwamba Mungu hawezi kutumia kunguru wachafu kumletea chakula kabisa, maana ni wanyama, ni ndege najisi ambao wakiugusa mkate umeshakuwa najisi. Lakini Mungu anasema ndio nitakao waletea huo mkate. Mimi mwaka juzi tu 2024 nilijaribu tu kuleta kwaya zisizokuwa za Adventista kwenye makambi. Nilipokea message hata kwa watu ambao hawakuwa na simu zangu. Umefanya nini bwana? Hapo mahali patakatifu pana najisiwa bwana. Mnaleta moto mgeni. Nikamwambia kwani nimefanyaje? Nimeuza bia kanisani. Hauoni wanakata viuno hapo? Wakati huo wanaolalamika ukiwakuta ukumbini kwenye harusi zao, viuno ni kama havina supana, havijafungwa vile. Lakini ndio wanakuambia hii kwaya, angalia wamekuja kunajisi eneo. Anabadilishwa kutoka kwenye mtazamo wa Uyahudi atazame mtazamo wa kiuinjilisti. Ndio maana baada ya hapa Elia anatumwa kwenda Sidoni. Niwaambie wana Dodoma kati, Sidoni unaoisikia wewe hauielewi ni kwa sababu haujajua historia yake. Sidoni sio nchi ya kawaida, ni nchi ya waabudu mizimu na sanamu. Hauwezi kula chakula chao mpaka kipite kwenye ibada zao za mizimu. Ndiko Elia anaambiwa peleka, nenda kule kwa yule mwanamke wa Sarepta. Mungu akaacha Waisraeli wote, na ndio maana hata Yesu alipokuja akasema kulikuwa na wajane wengi katika Israeli, lakini Bwana hakumtuma Elia kwa mmoja wale wajane, alimtuma Sarepta katika nchi ya Sidoni. Ndio maana hata leo niwaambie, mitazamo ya Waadventista isipobadilika, kuna wakati tunaweza tukajikuta kabisa ni kanisa ambalo tunadhani tumebeberea kweli zote, lakini mtazamo tu ukatupeleka chini. Ngoja ni wainject haka kasindano kengine kadogo. Tunaelekea kipindi cha makambi. Sasa angalia mitazamo ya Waadventista. Tunajinufaisha sisi, utakuta tunaweka mabajeti makubwa, tunaweka ng'ombe 10, 20 wakula, lakini tazama kwenye hayo makambi mumealika wapagani wangapi wanaokuja, ndipo nagundua kwamba tunajirisha sisi wenyewe, hakuna watu wanaokuja mahali pale. Juzi nimetuma kapicha kadogo kwenye grupu la wachungaji pasa sana najua kapicha fulani, kuna bango limeandikwa kanisa wa Adventista wa Sabato makambi, mkutano wa makambi. Halafu hapa nyuma kuna kwaya inaimba inacheza, halafu hapo nikaandika pameandikwa kwaya ya KKT. Halafu hapa kuna watu wamekunja midomo wananajisi mimbari ya Bwana. Halafu hapa kuna wengine wanasema waacheni nao wanamsifu Bwana. Halafu baada ya hapo wale walikuwa wanasema wananajisi hekalu la Bwana, wao hao ambao walikuwa wanasema hivyo, nyuma ya pazia na wao wanatandika disco la hatari, maana waonekane. Nilipotuma kale kitu kwenye grupu la wachungaji, nikaona message za wachungaji zinakuja. Pastor Esa ni shahidi, hakuna aliye comment hata mmoja kwenye grupu la wachungaji, ila inbox mama yangu nikaona hizo hapo zinakuja za kutosha. Mmoja nikamwandikia, nataka comment zote tuzitolee kwenye grupu. Anasema hakuna, ni huku inbox. Elia anaondolewa kwenye Judaism, kwenye Uyahudi, atoke kwenye Uyahudi, atazame mtazamo kwamba Mungu analitaka kundi kubwa la watu walioko nje waletwe kanisani, ndipo Mungu atahubiriwa vizuri. Mpaka leo tunasoma kisa cha mwanamke wa Sarepta. Kwa hiyo Mungu anampeleka, anamwambia kunguru watakulisha wewe, watakulisha hawa kunguru. Elia kupokea chakula cha kunguru ulikuwa ni muujiza. Juzi wakati niko kwenye maombi ya wanawake niliwaambia hiki kitu. Moja kati ya vitu ambavyo Mungu aliamua kutumia kunguru
hakumtumia mwanadamu ni sababu kubwa 4. Maana kulikuwa na wanadamu wengi Israeli, angewatumia, lakini akatumia kunguru. Sababu ya kwanza, alitaka atumie viumbe waaminifu. Wakabeba mkate na nyama wakaufikisha kwa Elia bila kujomora. Kujomora si ni Kiswahili Bila kufanyaje sasa? Kujomora ni kufanyaje? Kudokoa. Bila kudokoa. Kunguru anabeba, ambapo leo ungepewa msabato wa Dodoma kati upeleke sema ukweli, kama ungeufikisha mzima, niko pale niite mbwa kabisa, ukaupeleka mkate mzima. Na wakati huo kunguru wana njaa ya hatari, wametoka majalalani kutafuta chakula, hawajapata, wanapewa mkate, wanaupeleka, wanaufikisha kwa uaminifu. Leo hii tu nyinyi wenyewe ni mashahidi. Hata bodaboda wetu washiriki, ukimpa tu mke wako amsindikize Sabasaba, hamfikishi salama, atakuwa amesharusha mistari. Hivyo ndiye mke wa fulani. Unajua bwana, mwanya wako bwana, nikikuangalia kuna wakati wanazimia dakika 10. Mpumbavu kabisa. Kunguru amefikisha mkate, huyu ameshindwa kufikisha mke wa mtu. Kwa sababu ya kwanza, Mungu anatumia kunguru, hawana mambo mengi, wanafikisha. Lakini sababu ya pili, kunguru ni watunza muda, asubuhi na jioni. Ungempa mshiriki wetu ndiye ampelekee, kuna wakati huyo Elia angekufa kwa njaa. Maana saa ya kupeleka chakula ingefika, huyu mshiriki bado yuko kwenye cherehani yake, anashona, anahudumia wateja, yuko ofisini. Ndipo baadaye, hivi Elia hajara, we dada mpelekee Elia. Kunguru hawana hayo mambo, ni muda wa chakula wamepeleka. Ili muelewe ninachokisema ni nini, angalieni hata mabaraza yetu ya kanisa. Tangazo la 4, kesho Jumapili tutakuwa na baraza saa 3 kamili. Na mtangazaji ni mzee wa kanisa na amevaa suti kabisa. Saa 3 kamili. Halafu saa 3 na dakika 20 ndipo naona gari zinaingia. Sio hapa Dodoma kati, kule tuko tokea leo. Unaona gari ndio zinaingia saa 3 na dakika 10 hizo. Halafu eti huyo ndio umpelekee, umtume chakula kumpelekea Elia ambaye anategemea tu mkate na kipande cha nyama. Saa ngapi? Kwa Mungu akasema ninawapa hawa watunza muda wapeleke. Lakini sababu ya 3 kwa nini aliwatumia kunguru? Kunguru ni watunza siri. Maana Elia alikuwa amejificha asionwe na majeshi ya Ahabu. Angetumwa mshiriki wa Dodoma kati kupeleka, angepeleka asubuhi, jioni siri imeshafumuka. Mungesikia tu anaunguruma kama kanjiwa. Mimi sisemagi mambo ya watu ila. Mwisho anamwambia mama fulani vipi? Eti Elia eti haonekani. Mimi najua watu tunasili, ongea na watu, vae viatu. Mwisho anapumua. Ukitaka kujua mtu mbea huwa anaanza kuvimba kama kanjiwa. Anambia mama, mbona unaunguruma sana? Hapana, mambo ya watu mimi sisemagi. Mwisho anamwambia Elia yuko Kerithi. Mungu akasema nisihangaiki na hawa wana wa Adamu, wataniangusha. Akamtumia kunguru mtunza siri. Mbonyeze jirani yako umuulize, ungekuwa wewe? Kuna wakati wanyama wanatuzidi. Na kwa kweli mpaka Elia anahamishwa, kunguru hawakuwahi kuitoa ile siri kwamba Elia yuko mahali fulani amejificha. Hata kama angepewa Pastor Biene kupeleka hiyo habari, kupeleka hicho chakula, asingesimulia kule, ila angetoa kama kisa kwenye mimbari. Siri imetoka haijatoka. Nataka niwaambie Mungu akatumia kunguru. Na ndio maana njoo karibu na mimi. Dunia hii usidharau kunguru mnaoona wanatembea tembea kule. Hao kunguru. Sizungumzi ndege. Hao mnaowaita kunguru hao. Hao mnaowaita kunguru hao. Bwana atawatumia mpaka mtashangaa. Na ndio maana hata kujenga upya Yerusalemu ulioanguka hakutumiwa mfalme wa Wayahudi, alitumiwa mfalme mpagani Artashasta. Kaja kujenga. Sasa sisi mitazamo yetu inatuangusha sana. Kwa hiyo Mungu akasema mimi nawatumia hawa kunguru kwa sababu wao wana sababu 4 na nimetaja 3. Ni waaminifu, wasingedokoa mkate, lakini pia wanatunza siri, lakini pia wanatunza muda, na namba 4 wana roho ya huduma. Hakuna mahali palipoandikwa kwamba walimpelekea chakula siku moja baadaye wakasema yani Elia naye jamani, yani tumempelekea asubuhi na jioni hafu tena na kesho, mimi nimechoka bwana. Hakuna mahali kunguru angesema. Ungetumwa we mama nani ndio upeleke siku ya kwanza, siku ya pili. Mume wako kwanza anakuambia hivi, huyo Elia
Ni huduma tu au kuna mengine? Mungu akasema nipeleke kunguru hata hawana wivu. Maana sijaona mahali ambapo, sijajua kama waliokuwa na hudumu ni kunguru wa kike au wa kiume. Sijaona mahali mke anauliza wewe kila siku ni kwa Elia. Ni watu wenye huduma. Leo wanadamu tukihudumiana tu siku 2-3 utashangaa I say kwa kweli mimi nimechoka sana. Yaani mama fulani yeye kila makambi tu yakifika hana mchango. Makambi ya mwaka juzi mchango wa chakula tulimtorea mimi na mama Pendo, na ya mwaka jana mimi na mama Joyce, na ya mwaka nimechoka bwana. Kwa nini Mungu asitumie kunguru wenye roho ya huduma? Wenye roho ya huduma. Niliwaambia siku ile nimekuja hapa kwenye juma la uimbaji, nikawaambia habari ya kwaya niliyoiona kwa macho yangu. Mungu alivyo ajabu, kila kwenye kikundi huwa anapachika jaribu analipachika hapo. Sasa kwenye ile kwaya Mungu akaingiza jaribu la dada moja, ni kwanza ameolewa na mwanamume sio msabato, alafu namba 2 ni maskini wa kutupwa, lakini ana sauti nzuri, hawawezi kusafiri bila yeye. Kakisimama watu wafanya tena, mnaona watu yani ni wale watu ambao akisimama mgawa maiki hawezi kumvuka. Mtaona shingo inazunguka na mtafuta yeye. Ndio anaambia akipewa maiki ndio na wengine mnapewa kina sisi ndio mnagawiwa. Sasa yule dada ni masikini, haujawahi kuona. Sasa kila mkutano ukifika sare zinatakiwa, wanakaa kabisa kwa hiyo wanasema jamani makambi haya tuwe na sare 5. Mwenzao anaambia mimi kwa kweli labda tu mwaka huu nipumzike maana nitawakwaza. Sina uwezo wa kununua sare. Tutakununulia. Wanamshonea kweli. Siku moja amesimama kwenye makambi, mhubiri akawa ni mwenye kelele kama Pastor Biene. Wakapewa amina. Yule mhubiri akasema, "We dada uliokuwa umeshika maiki, tafadhali bwana. Njoo hapa, njoo nishike mkono. Wewe dada umebarikiwa sana, sauti yako imenibariki." Baada akasema, "Hata hii nguo ulioivaa, I say aliyekushonea amekupatia sana. Hongera sana." Kwaya ikaitikia, ingekuwa ya kwake. Kambi lote wakawageukia. Kumbe kwaya imejisikia maumivu. Kwa nini asifiwe mwenye sare ya kuazimishwa na wakati wao walioshona sare zao hawajasifiwa? Kwani nyinyi hamjasoma Maraki? Nami nyuso zenu nitazipaka mavi ya sadaka zenu. Unasema leo unashona kamtoko, wewe unaona kamtoko, wenzako wanaona kijora. Kila kwenye kundi Mungu huwa anachomeka majaribu. Niliwahi kuwa mzee wa kanisa wa majaribu. Wazee wangu wa kanisa wote ni matajiri. Tulikuwa wazee wa kanisa 6 kwenye hilo kanisa. Matajiri, mimi masikini, halafu mwanafunzi. Na walivyo Mungu wangu, ndio niseme walivyo wajinga Mungu wangu. Asante Yesu kunizuia sijasema. Wale watu walivyo waajabu, michango yote ikiletwa, mchungaji ni namba 1, halafu wazee wa kanisa wote ndio wanabeba magoli makubwa na mimi masikini nikiwemo. Nilichowapenda wale wazee wa kanisa, wakawa na mobilize washiriki na wao wenyewe. Kama mchango ni milioni, wananiuliza, "Biene wewe una uwezo wa kutoa ngapi?" Naambia 10,000 sawa. Wanasema haina shida. Wanakamatana wazee wa kanisa, wanatoa 900,000 na 90,000 zote. Hafu wananiletea mimi, naongezea 10,000 na beba milioni. Wanasema tunaanza na wazee wa kanisa, na mimi nimo napeleka milioni. Wanasema amen, semeni amina kwa Biene, amen. Hakuna aliyewahi kujua kwamba huwa wananichangia. Hao nao tunaenda nao mbinguni, maana wana roho ya kunguru. Wana uwezo wa kuhudumia. Lakini tungekutana na wazee wa kanisa wa lile kanisa lile, wangekusaidia changizo la kwanza, la pili, la tatu, unatengenezewa kisa cha somo la utume. Wamekuchoka. Nilipenda sana lile kanisa, nikatumika kwa moyo. Walichokuwa tu wananiumiza mimi ndio waliokuwa wananituma kwenye kazi ngumu. Wakisema leo mkuu wa mkoa anatembelea kanisa, wao ndio wanakaa kiprotokali. Ila wakisema leo tunaenda kuhamisha matofali, mimi ndiye naenda kusimamia uhamishaji wa matofali. Ninasema sawa, kwa nini niwe jeuri na hela sina? Hawezi kuwa jeuri na hela hauna. Ninakwenda kweli zile kazi za kuchafuka, ndienda mzee wa kanisa wa idara ya majengo napelekwa mimi. Sasa unashangaa ni wa idara ya majengo. Ili kifika kwenye changizo, wakiletwa wageni wazuri, mzee wa kanisa wa majengo sipelekwi, wanapelekwa wale ambao wana uwezo. Mimi kifika sasa kwenye kuhamisha yale masimenti, ndiye nasimamia wahamishaji. Nasema it's okay, wote ni utumishi.
Yaani majengo yote, idara ya majengo, ninachokikumbuka nilichosimamia ni kuhamisha matofali na usafi wa vyoo. Hapo ndipo majengo niliyoyasimamia, ila walikuwa wananichangia pesa. Kwa hiyo maombi yanabadilisha mtazamo. Masaa ya jioni ya leo, Mungu wa mbinguni atusaidie, wana Dodoma Kati. Moja, atusaidie kufanya nini? Atusaidie kubadilisha mwelekeo. Kila mmoja tafakari mwelekeo wake, kwamba kwaya yetu nakoelekea ndiko mahali sahihi, baraza la kanisa linakoelekea ndiko mahali sahihi, timu ya mchungaji nakoelekea ni kwenyewe. Kama sio, mwelekeo ubadilishwe kwa jina la Bwana. Namba 2, maombi yatusaidie kuumbwa upya. Mungu atuumbe upya. Tunahitajika kuonekana, tuwe ni vioo, watu wakitutazama watuone sura ya Yesu ndani yetu. Namba 3, Mungu atusaidie kubadilisha imani zetu. Tusiamini katika maji, tuamini katika Mungu aliyemtoa maji. Lakini namba 4, Mungu atusaidie kubadilisha mtazamo. Tuamini kwamba hata kunguru wanaweza kuhudumia manabii wa Bwana. Kuna wakati hata mwimbaji mmoja akisimama kuimba tunasema, wengine hawana aibu. Angalia, ameingia mpaka kwenye praise team. Si ndio huyo juzi alifumaniwa na baba fulani? Jamani, watu hawana aibu. Ningekuwa mimi hata kuimba nisingeimba. Hata kunguru wana nafasi ya kuhudumu. Bwana awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba sina tusimame ila